Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, sasa anapata nguvu na ameamua kumweleza kwa uwazi rais wa Marekani Donald Trump kwamba anapaswa kuondoka na achane na mpango wa kunyemelea mafuta ya watu wa Venezuela. Siku moja baada ya Maduro kuzungumza na Rais Vladimir Putin wa Urusi, ameshutumu Marekani kwa kutumia madai ya biashara haramu ya dawa za kulevya kama kisingizio cha kunyakua mali asili ya nchi yake, hasa mafuta ya petroli. Matamshi hayo ya rais wa Venezuela yamekuja siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba nchi yake imetoa meli kubwa ya mafuta ya Venezuela na kuwekea vikwazo meli 6. Akijibu matamshi ya Trump, Maduro ametangaza kuwa barakoa imeanguka, akisisitiza kwamba lengo halisi la hatua za Marekani ni mafuta ya Venezuela. Swala si biashara ya dawa za kulevya, ni mafuta wanayotaka kuiba, amesema rais huyo wa Venezuela, akiongeza kuwa dola la kibeberu linataka akiba ghafi, lami na gesi ya Venezuela. Amehutubia Marekani moja kwa moja akisema, mwizi ondoka hapa. Maduro pia amesisitiza tena msimamo wa Venezuela wa kutetea mamlaka na mali asili zake, akisifu ustahimilivu wa watu wa Venezuela na akaapa kwa nchi hiyo haitasalimu amri kamwe mbele ya Marekani. Hapana kupigana vita kwa ajili ya mafuta, hapana kumwaga damu kwa ajili ya mafuta, anasema Nicolas Maduro. Mwishoni mwa mwezi uliopita, rais wa Colombia Gustavo Petro aliambia shirika la habari la CNN kwamba kampeni ya Washington ya kuzidisha mashinikizo dhidi ya Venezuela inaonekana kuchochewa na upatikanaji wa akiba kubwa ya mafuta nchini humo, badala yake kinachodaiwa kuwa ni wasiwasi kuhusu biashara ya dawa za kulevya. Hakuna ukweli kuhusu hilo. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza hadharani kwamba atamuunga mkono Maduro kutokana na kushadidi kwa vikwazo na vitisho dhidi ya Venezuela. Amesema anamuunga mkono Nicolas Maduro wakati huu ambapo Marekani imejizatiti kijeshi katika eneo la Caribbean, huku akishadidisha vitisho dhidi ya taifa hilo la Venezuela. Viongozi hawa wawili wametilia mkazo uhusiano wa karibu uliopo kati ya Moscow na Caracas katika mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu mnamo Alhamisi ya wiki hii. Kwa mujibu wa ikulu ya Russia, Kremlin, Putin ametangaza mshikamano na watu wa Venezuela na kusisitiza tena uungwaji mkono wake kwa uamuzi wa serikali ya Maduro wa kutetea maslahi ya taifa na uhuru dhidi ya mashinikizo ya kigeni. Aidha, marais wa Russia na Venezuela wamethibitisha tena msimamo wao wa kufungamana na mkataba wa ushirikiano wa kimkakati uliosainiwa na nchi zao mnamo mwezi Mei mwaka huu. Serikali ya Venezuela imesema katika mazungumzo hayo ya simu, Putin na Maduro vilevile wametilia mkazo kuhusu hali ya kimkakati imara na inayokuwa ya mahusiano baina ya pande mbili. Kadhalika, serikali ya Venezuela imesema kwamba kiongozi wa Russia ameunga mkono juhudi zinazofanywa na Maduro za kuimarisha amani, utulivu na kisiasa na maendeleo ya kiuchumi nchini Venezuela. Mazungumzo hayo yamefanyika baada ya Marekani kuikamata meli ya mafuta iliyoondoka bandarini Venezuela mapema mwezi huu, na Venezuela imeelezea operesheni hiyo kuwa ni kitendo cha uharamia na kuishutumu Marekani kupora rasilimali zake. Kadhalika, Rais wa Marekani Donald Trump amesema hatojali simu ya rais wa Urusi Vladimir Putin, ila tu anachokitazama ni namna ambavyo ataweza kuhakikisha ataiwekea vikwazo vikubwa zaidi taifa hilo la Venezuela. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.